Bwana, kuna exclusive story kutoka katika chanzo cha Africa Foot cha pale Afrika Magharibi, kutoka katika mji wa Dakar kwenye nchi ya Senegal. Of course, hii taarifa iliripotiwa mwishoni mwa dirisha dogo, siku ya mwisho kabisa ya dirisha dogo, tarehe 31 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo hapa katikati nikawa najaribu kuangalia uhakika zaidi wa hii taarifa na kila kitu, na hata imekuja kunifikia kidogo katika mazingira hayo zaidi, lakini ni taarifa ambayo inamhusu kiungo wa klabu ya Simba Naby Kamara. Taarifa kutoka kwenye chanzo cha Africa Foot, moja kati ya vyanzo vya kuaminika na vyanzo vikubwa vinavyoripoti taarifa mbalimbali za wachezaji mbalimbali hasa kutokea kwenye ukanda wa Afrika Magharibi, kinaweka bayana kwamba Simba wamemwekea dau kichwani Naby Kamara, kiungo wao, dau la dola milioni 1 kwa yoyote ambaye atakuwa anamtaka. Na hii price tag ambayo Simba wameiset inaakisiwa kwamba ni kwa ajili ya biashara yoyote ambayo itakuwa inahitajika kufanyika kwa ajili ya Naby Kamara pale dirisha kubwa litakapofunguliwa, dola milioni 1, kwa sababu thamani yake sokoni hivi sasa Naby Kamara kwa mujibu wa transfer market ni euro 350,000. Sasa vipo vilabu takriban vitatu ambavyo vimetajwa, lakini kuna zaidi ya vilabu hivyo, tena vingine vinasemekana ni vya Arabuni, vinamhitaji Naby Kamara. Vilabu vitatu vilivyotajwa ni Esperance Sportive de Tunis, Al Ahly pamoja na Petro Atletico de Luanda. Vyote hivi vinatajwa kwamba vinahitaji huduma ya Naby Kamara. Of course, Esperance Sportive de Tunis pamoja na Petro de Luanda, mvuto wao umekuja kwa urahisi zaidi kwa sababu wameshakutana na huyu jamaa mara mbili takriban mpaka sasa hivi. Wamekutana naye mara mbili kwenye michezo miwili tofauti kila mmoja. Kwa hiyo kama unavyojua scouting yetu ya Kiafrika kuna muda ndio inafanywa hapo hapo, na amepata takriban dakika 405 Naby Kamara kwenye michezo mitano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Kwa hiyo wamemuonea hapo, mvuto umeanzia hapo. Lakini pia Al Ahly inasemekana nao pia wanamtaka, na hii haiji kama issue ya kushangaza. Unajua Naby Kamara kabla ya kuja Simba alikuwa Arabuni katika klabu ya CS Sfaxien. Kwa hiyo macho ya huko juu, ama ukisikia klabu kutoka katika ukanda wa kaskazini, hata timu za kutoka Arabuni kwa ujumla zinamhitaji, haiji kama surprise, isipokuwa Simba wamesema anayemtaka aje na dola milioni 1. Dola milioni 1 haiwezi kutushangaza, sote tunajua. Kuna kipindi hapa ndo tuliambiwa hiyo ndo release clause ya wachezaji wa Simba. Muda kidogo kama miaka miwili nyuma hivi iliwahi kuwekwa bayana kwamba utakayemtaka pale Simba uje na dola milioni 1. Of course hiyo ndio umekuwa utaratibu wa Simba kwamba ndio price tag ambao wameamua kuiset kwa wachezaji wao mwisho wa siku. Sasa ukweli ni kwamba kuelekea kwenye dirisha kubwa, Simba ni lazima wataimarisha kikosi chao. Na kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo tulizisikia kwenye dirisha dogo ni kwamba kulikuwa kuna changamoto wakati mwingine kwenye kupatikana kwa wakati kwa pesa za kufanyia usajili na kila kitu, kwa sababu ya tajiri na maneno mengi, na kitu ambacho kinaonekana kama kilifacilitate kwa kiasi kikubwa sana biashara ambazo Simba waliweza kuzifanya kwenye ile dirisha dogo ni kwa kupitia mauzo ya wachezaji wawili, Jean Charles Ahoua ambaye aliuzwa kwa takriban dola 800,000, lakini pia Steven Dese Mukwala. Biashara za hawa wachezaji wawili kwa kiasi kikubwa zilirahisisha mchakato wa biashara za wachezaji wengine ambao walikuwa wanaingia kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo Simba wanahitaji kuboresha kikosi chao kwenye dirisha kubwa. Yapo maeneo machache ambayo watahitaji kuboreshwa, na biashara kubwa kama hii unapoifanya kwenye dirisha kubwa, pengine ya mtu kama Naby Kamara ambaye amekuwa ni mchezaji muhimu, lakini mwisho wa siku Simba na wao pia wataangalia wanachokipata na kile ambacho wanacho, kwa maana yule Naby Kamara kama mchezaji, lakini watakachokipata pia kwenye mauzo yake kwa ajili ya kuboresha kikosi chao. Hilo litabaki kuwa ndani yao wao wenyewe kwenye kuamua, lakini ikufikie tu kwamba Naby Kamara anatazamwa na vilabu vingi na kutakuwa kuna vita ya kumhitaji kwenye dirisha kubwa. Kuna watu manake hapo washaanza kujiandaa. Lengo la Simba kutaja dau kubwa kama hilo ni kwamba hii vita, hii bidding nguo ambayo mnataka kuianzisha hii, kila mmoja ajipange. Na kwa sababu vilabu vinavyomhitaji Naby Kamara ni zaidi ya vitatu, manake ni lazima Simba wa set price ambayo ni kubwa, wamuuze kwa thamani ambayo wao wanaamini ni stahiki, ili mwisho wa siku waweze kupata fedha nyingi kwenye dirisha kubwa ambayo itawasaidia na wao pia kwenye kuboresha vizuri kikosi chao. Kwa sababu unataka kuboresha kikosi chako, unakiboresha kwa kuwa na fedha inayojitosheleza. Kwa hiyo ndio taarifa kubwa ambayo niko nayo, kwa maana ya taarifa inayomhusu kiungo wa Simba Naby Kamara, na Simba kuweka dau kwamba atakayekuwa na mhitaji ni dola milioni 1. Vilabu vitatu vimetajwa, lakini kuna vilabu zaidi ya vitatu
vingine vingi vikitajwa vinatokea katika ukanda wa nchi za Kiarabu huko, wenyewe pia vinamhitaji Nabi Kamara. Kwa hiyo ili si la sasa hivi, lakini hii ni biashara ambayo inaweza kuja kuchanua zaidi katika dirisha kubwa, na pengine kukawa kuna habari nyingine pevu zaidi kuhusu Nabi Kamara pale ambapo dirisha kubwa litafunguliwa kwenye biashara ambayo inaweza ikawa inamhusisha yeye kutoka katika klabu ya Simba.